Ndani ya neno la kuanzisha tulisomewa kwamba sisi tuko watendaji wa mapenzi ya Mungu. Neno la lazima sana. Zaburi 103 mstari wa 20. Nasoma tena hiyo ndani ya Zaburi 103 mstari wa 20 na 21. Zaburi 103 mstari wa 20 na 21. Mstari wa 20. Sifuni Bwana ninyi malaika zake, ninyi wenye uwezo kwa nguvu, mnaotenda neno lake, mukisikiliza sauti ya neno lake. Na kisha mstari wa 21. Sifuni Bwana ninyi majeshi yake yote, ninyi watumishi wake, mnaofanya mapenzi yake. Mungu anafunua mapenzi yake kwa watumishi wake na manabii wake. Anawatuma, alikuwa na wamitume, alikuwa na watu ambao waliokuwa wakifungwa kwake, ambao walikuwa wakizungumuza kwa jina la Mungu kupitia upako na uvuvio wa Roho Mtakatifu, ambao waliozungumuza kwa upande wa Mungu. Ndiyo, ni Mungu ndiye alikuwa akizungumza kupitia wao. Tunaweza kusoma kitu fulani kinachofanana na hiyo ndani ya barua kwa Ibrania kwenye sura 1 mstari wa 13 na 14. Waibrania 1 mstari wa 13 na 14. Mstari wa 13. Lakini kwa malaika gani amekwisha kusema hata mara moja, uketi kwa mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako. Mstari wa 14. Hawa wote si roho za kutumikia waliotumwa kutumikia wale watakaoriti wokovu? Wale watakaoriti wokovu. Kwenye mstari wa 7 inaandikwa, na juu ya malaika anasema, anayefanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake ndimi za moto. Kama habari njema inahubiriwa kwa uhakika ndani ya Roho, hayo yatashuhudiwa. Kwa maana Bwana alisema yeye mwenyewe, kama vile andikwa hapa, kwamba anafanya watumishi wake kuwa ndimi za moto. Leo mambo mawili yanashika kwenye moyo. Kwa upande moja, kuweza kuonyesha onyesho fupi ya hali ya kisiasa ndani ya kipimo ambayo inaingia katika mchezo wa unabii wa kibiblia. Mnajua vizuri kwamba hatukwake na nia hata moja hapa ya kuweza kuingia katika mambo ya kisiasa, lakini wakati matokeo fulani na mwendeleo fulani napoingia katika sehemu ya unabii na mwendeleo wakati wa mwisho, ni lazima sasa, ili tuweze kuangazia mambo hayo kwa nuru ya maandiko matakatifu na kuweza kuyazungumzia, ili tuweze kupokea, kuelewa na pia kuweza kupata kuona yote kwa mjumla na kuona yote kwa ujumla kwa yale yanayofanyika sasa, na kisha neno kwa namna ambayo tunaweza kuja kwa Bwana. Mbele ya kuingia katika wazo hilo, ningetaka niweze kuzungumza kwa mafupi andiko ya Ufunuo 19 mstari 11. Kwa maana Bwana anaonyesha pale kama vile mwaminifu na wa haki hapa. Tushaka kuyaonyesha wakati wa neno la kuanzisha. Ufunuo 19 mstari 11. Mstari wa 11. Nikaona mbingu zimefunguliwa, na tazama farasi mweupe, na yeye ambaye alimpanda anaitwa mwaminifu na wa kweli,
naye kwa haki anahukumu na kufanya vita. Mtu anayesoma neno hili kwamba mwaminifu na wa haki aweze kujiuza kuwaza na kujua kwamba inaandikwa kwamba nasi tunapaswa kubaki kuwa waaminifu mpaka mwisho, kwamba tunapaswa kuvumilia ili tuweze kuvikwa taji. Nasi pia wakati napohusu mwendeleo wa wakati wetu, tunaonyesha kila mara kwamba tunaishi katika wakati wa kurudi kwa Bwana. Tuko karibu sana ya kurudi kwa Yesu Kristo. Tunapaswa kuangalia hiyo kama vile iliagizwa na Mungu na kuikubali. Sio mambo ambayo tunayowazia au yale ambayo tunayotangaza sisi wenyewe, lakini omba kusema tu kwamba wakati wa neema, siku ya wokovu ilikuwa na mwanzo na itakuwa na mwisho pia. Na wakati siku hiyo ya wokovu na ya neema itakapopata mwisho wake, ndipo kutaanza siku kubwa ya hatari ya Bwana, siku ya hukumu, siku itakayowaka kama vile tanuru. Tunaposoma unabii wa kibiblia tunaweza kuona utimilifu wake kwa hali tofauti. Kwa wakati huu inahusu sana sana Israeli na mataifa inayozunguka. Na kwa maneno haya tuseme hii: iwe yoyote inayofika na yote inayofanyika, kitu moja kiko wazi sana. Kwa mwisho ulimwengu mzima utageukia ukipingana na Israeli na kupiganisha Israeli. Lakini hiyo haitufurahishe, na hiyo haina uhusiano na mawazo ya kiinchi au ya kitaifa. Lakini Mungu aliweza kuchagua Israeli. Naweza kuonyesha hii kama vile inastahili? Naweza kushakia hii? Hapana. Lakini tunaisema pamoja na nabii Isaya kwamba tunabariki Israeli kwa jina la Bwana, na kwamba tunawatakia wema na wokovu. Nileta habari ya gazeti kuhusu ndoto ya Hussein. Mnajua kwamba kuna watu wanaolota na wengine wanaolota yale ambayo walio nayo ndani ya vichwa vyao, na sana sana ndani ya nchi ya watu wanaosema Kiingereza. Hiyo ni kawaida, wanasemaka kila mara I have a dream, nililota, nina ndoto ndani hiyo. Lakini hiyo haimaanishi kwamba ulilala usiku na kisha ukalota kitu fulani. Hiyo inaweza kumaanisha, na inamaanisha kwa 99 kwa 100 inakuwa ni mambo ambayo unaweza kuanza kwamba uko na wazo fulani kuhusu mambo gisi napasha kuwa. Nataka kuwasomea hiyo, ni maneno fulani tu, ujumbe wa nabii kulingana na gazeti ya Kuwait, gazeti fulani. Hapa Saddam Hussein anaeleza ndoto yake ambayo ndani yake Nabii Muhammad alionekana kwake. Anasema, nabii alionekana ndani ya ndoto yangu usiku, ni kitu kizuri. Alikuwa akivaa mavazi meupe, lakini alikuwa na huzuni ya kitu fulani. Nikamwambia, nabii wa Mungu, unataka nini? Akanijibu, nilikuja Sadamu ili niweze kuvuta nia yako juu ya kosa kubwa. Nikamuuliza, kuna nini nabii? Akajibu akasema, ninaona kwamba masilaha zako zinatumikishwa vibaya.
Ni ya kushangaza. Ninaona kwamba silaha zako ziko zinatumikishwa vibaya. Namna gani? Nikauliza. Akanijibu, hazielekei kwa eneo nzuri. Ni kitu kizuri. Kwa hiyo katika wakati huu zinaelekea Arabia Saudite, huko mahali ambapo majeshi zote zinakusanyikia, na sio kwa Israeli. Mumeelewa hii? Naendelea na kusoma kwangu. Nikauliza, namna gani? Hazielekei kwa eneo nzuri. Nikauliza, ni mwongozo gani au eneo gani unahitaji niweze kuzielekeza, nabii wa Bwana? Akajibu, unajua eneo na ungepaswa kukosoa hiyo. Ndiyo, anajua eneo, anaijua waziwazi. Hiyo inaweza kose kukosolewa haraka haraka, na itakosolewa. Kwa kumalizia, tunaweza kusoma Sadamu, kulingana na gazeti, aliweza kumaliza kwa maneno haya. Hapo hapo nabii akapotea, na ilionekana kwamba alikuwa amekuja ili aweze kuleta onyo hii. Na sasa alikuwa ametoa onyo hii vizuri, na ulimwengu mzima umekwisha kutambua ni katika eneo gani yote iko naelekea. Kwa maneno haya, ili tuweze kuyajua, nilishaka kuyasema mara moja. Hatuja kuwa mahali hapo, lakini ningetaka nisome andiko fulani za Biblia. Ya kwanza ambayo iliyo lazima sana kwa ajili ya sisi sote iko ndani ya Yoshua sura 1, ili sisi sote tuweze kujua kwamba ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kwamba makabila 2.5 ya Rubeni na Gadi na nusu ya kabila la Manase, kwamba hizo kabila 2.5 ziweze kupokea eneo yao ya nchi kwa upande wa mashariki mwa Yordani na sio kwa upande wa magharibi kama vile makabila zingine. Yoshua sura 1 mstari wa 12 mpaka 15. Mstari 12. Yoshua akawaambia Warubeni, Wagadi na nusu ya kabila la Manase akisema, 13, kumbukeni lile neno ambalo Musa mtumwa wa Bwana aliwaagiza ninyi akisema, Bwana Mungu wenu amewapa ninyi pumziko na amewapa ninyi nchi hii. Mstari 14, wanawake wenu, watoto wenu na ng'ombe zenu watabaki kwa nchi ambayo Musa aliwapa ninyi ngambo hii ya Yordani, lakini ninyi mutapita mbele ya ndugu zenu wenye silaha, watu wote wa uhodari kuwasaidia. Mstari 15, hata Bwana atakapowapa ndugu zenu raha sawasawa nanyi, nao vile vile wamepata kumiliki nchi ambayo Bwana Mungu wenu anawapa, halafu mutarudi kwa nchi yenu na kuimiliki. Akose pia sehemu ya mwisho hapa, mstari 15 hapa, halafu mutarudi kwa nchi yenu na kuimiliki ambayo Musa mtumwa wa Bwana aliwapa ninyi ngambo hii ya Yordani kwa upande wa mapambazuko. Ningependa kuleta leo karti inayoonyesha waziwazi ujumla wa nchi ambayo Mungu alikuwa amepatia Israeli. Mtu yoyote anayosoma Biblia anajua kwamba sio Israeli ambayo inayokamata eneo kwa nguvu, lakini ni Jordania sasa ndiyo inayokamata eneo kubwa ya nchi ambayo kulingana na mapenzi ya Mungu ilikuwa imetayarishwa kwa taifa la Israeli, na
iliyo yake. Lakini kama vile watu wa siasa hawaheshimi yake neno na hawalijua akose pia, kwa namna hii wanapaswa kuamsha wasiwasi ili waweze kuleta akose hali ya kuleta kama vile mateso kwa Israeli. Nataka kusema kwa maneno haya andiko fulani za Biblia. Ya kwanza iko ndani ya Ezekieli 38 na ninaonyesha kwamba hatutakuwa pale, lakini kwamba matayarisho yote iko katika kazi ili yote yafanyike kwa namna njema. Tena baadaye, kwa wakati huu, shida iko kwa upande wa mashariki mwa Yerusalema. Israeli wakati wa vita hiyo ya mwisho itakuwa kaskazini mwa Yerusalema katika bonde ya Megido iliyo kwa upande wa pili wa mlima Karmeli. Tushaka kuyaonyesha mara nyingi wakati wa safari yetu ya kwenda Israeli. Ezekieli 38 mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Tunaambiwa hapa yale itakayofanyika na nani atakayepata sehemu kwa hayo. Ezekieli 38 kuanza kwa mstari wa 4. Ezekieli 38 mstari wa 4. Na nitakugeuza na kutia kulabu kinywani mwako, na nitakutoa na jeshi lako lote, farasi na wapandaji farasi wao wote wakivalishwa kwa silaha nzima, kusanyiko kubwa wenye kingao na ngao, wao wote wakishika panga mkononi. Mstari wa 5. Persi, Kushi na Puti pamoja nao, wao wote wenye ngao na kofia. Hiyo orodha inaendelea mpaka mwisho wa mstari wa 7. Nasoma sasa mstari wa 8. Mstari wa 8. Nyuma ya siku nyingi utaangaliwa, kwa miaka ya nyuma utakuja katika nchi uliyorudishiwa hali yake ya kwanza, nyuma ya kupigwa kwa upanga iliyokusanywa toka makabila mengi ya watu juu ya mlima Israeli iliyokuwa ukiwa daima, lakini imetolewa katika makabila ya watu, nao watakaa na salama wao wote. Kidogo huko kwenye sura hiyo 1:38 kwenye mstari wa 14 mpaka 16, sehemu ya pili ya mstari wa 14. Kwa siku ile, wakati watu wangu watakapokaa na salama, hutaijua. Mstari 15. Na utakuja toka pahali pako kwa pande za mwisho za kaskazini, wewe na watu wa makabila mengi pamoja nawe, wao wote wakipanda farasi, kusanyiko kubwa na jeshi kubwa. 16. Na utapanda juu ya watu wangu Israeli kama wingu kufunika nchi. Itakuwa kwa siku za nyuma, nitakuleta juu ya nchi yangu. Kwenye sura 39, Ezekieli 39 mstari wa 2 mpaka mstari wa 7. Sitaki kusoma yote, nataka kusoma kwa mafupi mstari wa 2 na wa 3 wakose. Mstari wa 2. Na nitakugeuza na kukuongoza na kukupandisha toka pande za misho ya kaskazini, na nitakuleta juu ya mlima ya Israeli na mengineyo. Tunaweza kusoma mambo mengi hapa. Iliyo lazima kwetu ni kisha mstari wa 9, bali kunapoandikwa kwamba watafanya moto kwa miaka 7 kwa silaha ambazo zitakazobakia katika wakati ule. Ni kusema wataweza kuzitumikisha kwa ajili ya kuchishamusha
na hapo watu watakuwa na hitaji ya kuweza kutumikisha mafuta, hiyo itakuwa ni vizuri sana, au kuweza kutafuta mambo mengine ya kuwakisha moto. Kwenye mstari 12 inasemeka, na nyumba ya Israeli watawazika miezi 7 wapate kusafisha nchi. Ni kusema itafikia kwa kiwango ambayo kama vile mataifa yote iko na kusanyika leo kwa ajili ya kusukuma Huseni aweze kutoka ndani ya Kuwait, hizo mataifa pia, lakini zikiwa katika mamlaka nyingine, kusema kwa upande wa kaskazini wa Yerusalema, wote watakusanyika kama vile jeshi toka usiku wa wakati, ili waweze kuleta hiyo shambulizi inayoharibisha. Lakini sasa Mungu atapiga hapo hapo na atasema imekwisha, inatosha. Mungu sasa atashitukuza. Ningetaka nisome juu ya maneno haya sura 2 na sura 4 ya Yoeli, mkijua kwamba ile inabadilisha na siku ya Bwana itakayokuwa siku ya hukumu. Siku ya hukumu, katika siku ile Bwana anasema mambo mengi pale, na moja yake itakuwa ni hii. Yoeli sura 2 mstari wa 1 mpaka 3. Pigeni baragumu kwa Sayuni, pigeni habari za hatari katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi watetemeke, kwa sababu siku ya Bwana inakuja, kwani inakaribia. Na sasa nauliza kitu moja, msikie sasa kwa yale ambayo inayofuata hapa, hii mwanzo inayoanza na siku ya Bwana inayokuja. Nasoma mstari wa 2, Yoeli 2. Siku ya giza na weusi, siku ya wingu na giza kubwa, kama mapambazuko yalivyotandwa milimani. Watu wengi na wenye nguvu hawakuwa mbele sawasawa nao, wala hawatakuwa wengine nyuma yao, hata kwa miaka ya vizazi vingine, Na hivyo siku ya Bwana inaambatanishwa na hiyo vita kubwa ya kijeshi ya mwisho juu ya nchi ya Israeli. Na Mungu ataweka mwisho huko kwa wale wote ambao waliojaribu kuweza kusonga mbele kwa ajili ya kupigana na taifa lake. Maneno ya vita takatifu yanatuonyeshwa pia ndani ya maandiko matakatifu. Yoeli sura 3 kwenye mstari wa 9 na kisha mpaka kwenye mstari wa 12. Yoeli 3 mstari wa 9 mpaka 12. Tangazeni maneno haya katikati ya mataifa, tengenezeni vita. Hii ni matamshi ya watu wote wa nchi ya Waarabu. Kwao ni vita takatifu. Kulikuwa hizo makurazadi za hiyo shirika la Roma iliyokuwa yote kwamba ni vita takatifu, lakini hapa inahusu vita ya mwisho sasa iliyo takatifu. Tunasoma tena mstari wa 9 sehemu ya 2. Amsheni watu hodari, watu wote wa vita wakaribie, wapande. Mstari wa 10. Fueni majembe yenu kuwa panga na miundu yenu kuwa mikuki. Mzaifu aseme mwenye nguvu mimi. Mstari wa 11. Fanyeni mbio na kujeni, ninyi mataifa ya pande zote, mshikusanye pamoja, ushushe watu wako hodari kule. Bwana, Bwana. Mstari wa 12. Mataifa yaondoke wapande kwa bonde ya Yosafati, kwa maana
nitakaa pale kuhukumu mataifa yote ambayo yananizunguka. Hatufurahie hata siku moja kuhusu mambo ambayo sio kuwa nzuri. Tungelihitaji ili iweze kuwa imekwisha kuandikwa hapa kwamba ulimwengu mzima utaweza kuja kwa Bwana, kwamba watu wote waweze kumtambua na waweze kumupatia mabudu. Mbele hayo yaweze kufanyika, matokeo mengine yangeweza tena kufanyika, yatafanyika pia. Nabii Zekaria alikuwa amekwisha kuandika namna gani hiyo vita ya mwisho itakayofanyika. Ni kusema kwamba hukumu ya kuadhibu ya Mungu itaanguka juu yao. Lakini sio hiyo tu, lakini silaha, sio silaha tu na sio silaha tu, lakini pia hizo magazi za kuwa ambazo zimekwisha kutayarishwa zitatumikishwa. Zekaria sura 14 mstari 12. Na hii ni tauni Bwana atakayopiga nayo mataifa yote waliopiga vita juu ya Yerusalema. Nyama ya mwili wao itaharibika wangali wanasimama juu ya miguu yao, na macho yao yataharibika ndani ya vitundu vyao, na ulimi wao utaharibika kinywani mwao. Na itakuwa hivyo wakati wa vita ya mwisho inayofanyika sasa, au itakayofanyika sasa, itakuwa tu kama vile ni matayarisho kwa ajili ya hiyo. Na iwe namna gani wakati Kuwait itakapokuwa imeachwa hapo sasa, shambulizi inayoletwa kwa Israeli itakuwa kubwa kwa kiwango itaweza kuacha Cisjordani na upande wa ukanda wa Gaza, nao hawataweza kuifanya. Iko wazi sana, kwa maana ni ya lazima kwa ajili yao. Na hapo sasa kutakuja wakati ambamo kutakuwa hiyo kusanyiko kubwa ya hiyo nguvu za majeshi kama vile haijawahi kufanyika katika wakati wa zamani, kama vile tulivyosoma. Hatua zinazoongoza mpaka hayo inaandikwa ndani ya nabii Isaya. Yote itafanyika kwa mara moja, mwisho utakuwa ndiyo mapigo iliyo ya lazima sana. Lakini ndani ya nabii Isaya kwenye sura 17 tunasoma Isaya 17 mstari wa kwanza kwa mstari wa kwanza. Isaya 17. Mzigo wa Damasko. Tazama, Damasko umeondolewa usio mji, na utakuwa fungu la maanguko. Mstari wa pili. Miji ya Ariori imeachwa, itakuwa kwa makundi, na watalala, na hapana mtu ambaye atawaogopesha. Mstari wa tatu. Vile vile ngome ile itakoma toka Efraimu, na ufalme toka Damasko, na baki la Asuria watakuwa kama utukufu wa watoto wa Israeli. Bwana wa majeshi anasema. Na hapa sasa kwenye sura 19 maelezo iliyo kwa marefu ya hatua tofauti inayoongoza kwenye lengo hiyo inasemeka hapa. Isaya 19 kwenye mstari 16 imeandikwa, mstari 16, Isaya 19: katika siku ile Misri itakuwa kama wanawake, na itatetemeka na kuogopa kwa sababu ya kutikiswa kwa mkono Bwana wa majeshi anaotikisa juu yake. Na kisha endelea na kusoma kwanza kwa mstari wa 18. Mstari 18: katika siku ile itakuwa miji mitano katika nchi ya Misri ikisema lugha ya Kanana, ni kusema Kiebrania, na ikiapia Bwana wa majeshi, mmoja utaitwa na mingine na mingine. Kisha kwa mstari wa 22 inaandikwa 22, na Bwana atapiga Misri, atapiga na ataponyesha,
nao watarudi kwa Bwana, naye atakubali maombi yao na kuwaponyesha. Tuanze na Misri. Mnajua kwamba wakati Misri na Israeli walipofanya mapatano, ulimwengu wa Waarabu wote uliweza kushambulia Misri, na inaandikwa hapa kwanza kwa mstari 23 ikilingana na Siria au Asuria. Isaya 19 kwanza kwa mstari 23, katika siku ile itakuwa njia kubwa kutoka Misri na kufikia hata Asuria, na Mwasuria ataingia Misri, na Misri ataingia Asuria, na Wamisri wataabudu pamoja na Waasuria. Kwenye mstari 24, katika siku ile Israeli atakuwa watatu pamoja na Misri na Asuria, watakuwa baraka katikati ya dunia. 25, Bwana wa majeshi atawabariki akisema, wabarikiwe Misri watu wangu, na Asuria kazi ya mikono yangu, na Israeli urithi wangu. Amina. Na Israeli urithi wangu. Tunafurahi kuona jinsi Mungu aliweza kuwazia mambo yote. Neno juu ya maneno haya iliyo katika nabii Zekaria kwenye sura 12, ikionyesha kwamba si makabila mbili itakayosamehewa tu, lakini ulimwengu mzima na makabila zote zitatambua Bwana na zitamtumikia. Zekaria sura 12 mstari wa 9. Na itakuwa siku ile nitatafuta kuharibu mataifa yote wanaopanda juu ya Yerusalema. Na sasa sura 14 mstari wa 16. Zekaria 14 mstari wa 16. Zekaria 14 mstari wa 16. Na itakuwa kila mtu anayebaki wa mataifa yote waliokuja juu ya Yerusalema atapanda mwaka kwa mwaka kuabudu mfalme Bwana wa majeshi na kushika siku kubwa ya vibanda. Kama vile nimekwisha kusema, Mungu ana mpango ulio mzuri sana, lakini kama vile wanadamu wanapinganaka naye, na kwamba makabila ziko chini ya utawala wa adui, hawawezi kunyenyekeza chini ya mapenzi ya Mungu, itaomba sasa kwa mwisho ili waweze kutumikisha nguvu kwa ajili ya kuleta hukumu ya mwisho, ili wale watakaobaki wa mataifa hile sasa waweze kutumikia Bwana. Kwa mwisho, sio watu wa nchi hii, lakini waongozi wa taifa hiyo ndio wanaoweza na wanaoamsha hii huzuni yote na tabu kubwa. Kama unaweza kuzungumzia leo kundi ya watu katika nchi tofauti na kuwauliza, mnataka kweli ili mambo fulani na mambo fulani yaweze kufanyika? Hawawezi kuyataka, lakini waongozi ambao walio chini ya utawala wa Shetani wanapaswa kufanya mambo fulani, kwa sababu hawawezi kufanya tofauti. Ningetaka sasa niweze kwenda kwa sehemu ya pili ambayo ni lazima na kusoma juu ya maneno haya, andiko ya Injili ya Marko, nikikumbuka jana jioni. Marko sura 2, naamini andiko au tukio ambayo tunayojua sisi sote. Marko sura 2 kwanza mstari wa kwanza.
aliingia Kapernaumu tena, na nyuma ya siku chache watu walisikia ya kama yuko katika nyumba. Tusimamie muda kidogo hapa. Bwana wetu alikuwa amerudi Kapernaumu. Ni hapo ndipo alikuwa ameishi kwa muda fulani, na wakati habari iliposambazwa kwamba alikuwa ndani ya nyumba hiyo, ilikuwa lazima kwamba alikuwa amekuja, kwamba alikuwa pale, kwamba alikuwa hapo. Wakati habari hiyo iliposambazwa, imeandikwa kwenye mstari wa pili, wakakusanyika wengi hata hawakupata tena nafasi mbele ya mlango. Akahubiri neno kwao. Tunajua kwamba Bwana alikuwa amerudi pale, wakayajua. Nafurahi sana kwa ajili ya neno hili nasema kwamba alirudi tena. Mnajua vizuri andiko ya Agano la Kale, neno Ikabod, sema utukufu wa Bwana ulitoka. Samueli wa kwanza sura 4:21. Na wakati Bwana atakaporudi, wakati utukufu wake atakaporudi tena katika kanisa lake, wakati hiyo itakapoweza kujulikana tena, na hiyo yanapaswa kufanyika tena kwa mwisho wa siku. Hatujifurahishe kuweza kuangalia sehemu ya unabii ambayo iliyo ndani mwendeleo wa kisiasa wa Israeli na yale yote ambayo inambatanishwa na hayo. Tunataka ili tuweze kuwa washuhuda wa kurudi kwa Bwana ndani ya kanisa lake, na kwa kiwango, kwa namna moja au kwa namna nyingine, waweze kujua kwamba amerudi ndani ya kanisa, kwamba anaweza kuwa pale kama vile alivyoahidi, nitakuwa pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Na mahali ambapo wawili au watatu wanakusanyika katika jina langu, mimi ni katikati yao. Jana jioni hatukuweza kuyasikia tu, tuliweza kuona kwa macho yetu yale yanayofanyika wakati Bwana anapoweza kuwa pale kweli kweli, mahali ambapo alipokuwa watu walikuwa wakizunguka kwa kuwa wengi, wenye dhambi walikuwa wakipata msamaha, waliokuwa wakifungwa wakiwekwa huru, wakifunguliwa, wagonjwa walikuwa wakipona. Wokovu wa Mungu ulikuwa ukionekana mahali ambapo Yesu alikuwa ameonekana. Sio maneno tu inayohusu ufalme wa Mungu, lakini nguvu za Mungu zilikuwa zikionekana kwa wale wote ambao waliokuwa wamekuja ili waweze kusikia Bwana. Walikuwa wamekuja pia ili waweze kumwishi, ili waweze kufanya mazoezi ya uwepo wake. Na tunapaswa kuchunga hii kwenye roho yetu. Haitoshi kuweza kuja na kusikia, tunapaswa kuja tukiwa na nia ya kuweza kusikia, ya kuamini na kuweza kuishi Mungu, kuweza kufanya mazoezi ya Mungu. Kama hiyo ndio inapaswa kuwa utaratibu wa mambo, ni kusema sasa nasi tuweza kuona utukufu wa Mungu, kwa maana tuone kama ilikuwa haiko tofauti. Mungu ni mwaminifu na wa haki, hawezi kushindwa kutimiza neno lake. Anapaswa kuwa kwa mwisho kama vile alivyokuwa kwa mwanzo, kwa maana yeye ni Alfa na ni Omega, yule yule mmoja jana, leo na ni yule yule milele na milele. Sio katika siku za Bwana tu, lakini pia katika wakati wa mitume ndipo hiyo huduma moja
ilikuwa ikiendelea na uwepo wa Mungu ukaonekana katikati yao kwa namna ya kimaajabu, katikati ya wale ambao waliokuwa wameamini. Hiyo kitu moja kinapashwa tena kurudilia, haiwezi kuwa tofauti akose kama tunaweza kujifurahisha tu kuweza kuwa na hali ya nje ya utawa, tukikataa nguvu zake. Tunataka ili nguvu za Mungu ziweze kuonekana, na neno la msalaba ni nguvu za Mungu kwa ajili ya wale wote ambao wanaoamini. Naendelea na kusoma kwangu, mstari wa 3. Wakaleta kwake mmoja mwenye kupooza aliyebebwa na watu 4. Mstari wa 4. Hawakuweza kumkaribia sababu ya makutano, lakini walipanda juu, wakatoboa dari juu ya pahali pake, wakashusha kitanda cha mtu mwenye kupooza. Wakashusha kitanda cha mtu mwenye kupooza. Ni funzo gani tunaweza kutosha katika maneno haya? Kwa ajili ya wale ambao walikuwa wamekwisha kufanya mazoezi ya Mungu, walikuwa wakileta watu wengine kwa Bwana, na ilikuwa ni hitaji ya namna hiyo. Haijalishi ingeweza kuchukua nini, hawakuweza kuwazia au kujiuliza, sasa mwenye nyumba atasema nini? Sasa watu wengine watawaza nini kuhusu maneno haya? Mtu anayeamini anatenda, mara nyingi anatenda tofauti na yale ambayo inaweza kuwa kama vile ya kawaida, lakini hayo yanafanyika siku zote katika mawazo na katika akili. Hayaandiki kwamba kitu fulani kiliweza kuanguka kutoka dari ya nyumba na kisha ikaangukia watu ikiwalumiza. Waliweza kutenda kwa akili kubwa. Inayohusika hapa ni hii: watu ambao waliofanya mazoezi ya Mungu, ambao walikuwa wamekwisha kuwa mbele ya Bwana, ambao nguvu za Mungu ilikuwa imeonekana kwao, watafanya yote inayowezekana ili waweze kuleta pia watu wengine kwa Bwana na kuweza kuwashusha mahali ambapo anapokuwa. Haijalishi wanaweza kupoteza nini. Sasa tazama swali tunayoulizwa sisi sote, tunaweza kujilinganisha na hayo? Hiyo kukubalishwa na namna hiyo, bidii kama hiyo inaweza kuwa ndani mwetu? Tuliweza kuelewa kwa kiwango gani watu wako na ngamia, na pia kuweza kujua kwamba nafsi moja iko ya damani sana mbele ya Mungu kuliko ulimwengu wote mzima. Mathayo 16:26. Tunaweza kusikia pia hiyo jana jioni, hali iliyoingia katika waamini, na pia kwetu inapaswa kuwa na mwisho wake. Tunapaswa kufanya mazoezi mapya pamoja na Mungu. Bidii takatifu inapaswa kutushika ili tuweze kusema, tukiambia wengine kwa namna ya kukubalisha ni kitu gani kinachohusika. Kama hatuzungumuze kwa kukubalishwa kuhusu wengine, nao sasa wataweza kukubalishwa na yale ambayo tunayosema, haiwezekani. Inapaswa kuwa ni ushuhuda ulio wa hapo hapo, ulio hai wa yale ambayo tulioweza kuishi sisi wenyewe, na hapo watu wengine wataweza kutambua kwamba nao hiyo haitoke hapa katika mawazo ndani ya kichwa, lakini kwa sababu tutakuwa tumekwisha kushikwa kwa ndani kwa yale ambayo tuliweza kuishi sisi wenyewe pamoja na Bwana. Tusome sasa mstari wa 5, Marko 2. Yesu akiona imani yao alisema kwa mtu mwenye kupooza,
mwana, zambi zako zimesamehewa. Amina. Bwana alitazama imani ya wale ambao walioleta mtu yule. Unaweza kuamini pia kwa ajili ya wengine. Mnaona vizuri kwamba ilikuwa ni kitendo cha moyo kwa ajili yao, na sio kuweza kuona yale itakayofanyika, lakini walikuwa wamekubalishwa kwamba hayo yapasha kufanyika, na ndiyo maana walitenda kupitia imani na wakashusha mtu yule mbele ya Bwana. Wakati Yesu aliponyanyua macho na alipoona imani yao, ni kusema imani ya wale ambao walikuwa wameshusha na kubomoa dari ya nyumba, waliokuwa wamefungua nyumba, waliokuwa wameweka yote katika matendo ili waweze kushusha mtu yule. Mstari wa 5, Yesu akiona imani yao alisema kwa mtu mwenye kupooza, mwana au mwana wangu, zambi zako zimesamehewa. Hiyo ndi kitu cha kwanza, uponyaji wa nafsi, ushirika pamoja na Mungu, msamaha ambao tuliopewa. Hiyo ndiyo inakuwaka kitu cha kwanza, lakini siyo ya mwisho. Uponyaji wa mwili kama vile tunayoyaona pia inayo sehemu yake. Mstari 5, Yesu akiona imani yao alisema kwa mtu mwenye kupooza, akatazama macho yake, akapandisha juu, akatazama imani yao. Lakini sasa hakuzungumuza na wale ambao walikuwa wameamini, akazungumuza yule ambaye aliyekuwa katika hitaji, ambaye alikuwa na hitaji ya msaada. Ni yeye ndiye aliyeambia kwamba mwana wangu, dhambi zako zimesamehewa. Bwana awezi kusema zaidi iliyo kubwa au iliyo ya lazima kwa ajili ya mtu au mwanadamu. Kama anaweza kukuita leo na kuambia, mwana wangu, msichana wangu, dhambi zako zimesamehewa, hapo, hiyo ndiyo ujumbe ulio wa nguvu sana ambao Mungu anaweza kuambia mwanadamu, dhambi zako zimesamehewa. Na tuliweza kuyaonyesha mara nyingi. Imeandikwa ndani ya Luka 24 na ndani ya andiko zingine pia kwamba toba na msamaha wa dhambi itahubiriwa kwa mataifa yote. Mungu hataki dhehebu na mambo mengi ya kuvutia na madhabahu inayopambwa na dhahabu na mambo mengi na mamishumaa mingi, na watu waweza kuwa kama vivutwa na majengo, na kwamba wanapasha kuabudia pale. Na mtu anayefanya hivyo akose hiyo kuvutia kwa majengo, hiyo haina maana na hiyo haistahili. Mungu anataka abudiwe katika roho na katika kweli. Mara nyingi nanifikiaka kwa ajili ya kuona ikiwa huko kwenye katedrali ya Aix-la-Chapelle na ile ya Cologne au katika miji mingine. Ndani ya ujana wangu nilikuwa nikitembea katika eneo kama hizo, watu wanavutwa, hiyo mambo yote unayoona huko ndiyo, na kisha kuna ongezeka mambo ya kuvutia. Sasa ni kuvutia gani? Hiyo yote inaenda wapi? Hayo yote inageuza, inatoka kwenye unyenyekevu ambao Mungu aliweza kujifunua ndani ya Kristo, na mambo yote ambayo inayoenda mbali na hayo haitoki kwa Mungu. Tumeelewa hayo? Sitaisahau hata kamwe. Niliona sanamu, ilikuwa huko Manila kwenye hoteli Hilton, ambayo ilikuwa ikimaanisha kwamba vile ni Kristo, na hiyo ilikuwa imeharibishwa na upepo, ilikuwa imeharibika. Nitaka kuyasema, niliweza kuwa na maumivu sana, na kisha nikatazama tena watu ndani ya hiyo chumba kidogo, na wakasujudu. Lakini mbele ya nani? Mbele ya hiyo sanamu, lakini hiyo si Kristo wa Mungu. Bwana Yesu Kristo, Bwana wetu, alifufuka siku ya 3 toka wafu.
Yeye ni hai na alizungumza kuhusu ufalme wa Mungu kwa siku 40 pamoja na wanafunzi wake, na kisha akapanda mbinguni, mahali anapokaa kwa mkono wa kuume wa uwezo wa Mungu, na anangoja mpaka adui wake wote waweke chini ya miguu yake. Na imeandikwa, usijitengenezee sanamu au kitu kinachofanana mbinguni au yale ambayo iliyo hapa chini duniani na mengineyo, usiabudu na kusijudu mbele yake. Na huzunishwa sana kwa sababu hii inaniumiza kuweza kuzungumzia maneno haya hapa. Kwa hakika tungelipenda tuweze kufuata hesabu kubwa ya watu bila kukutanana na kupinga, lakini hatuwezi, kwa maana tuna usimamizi moja mbele ya Mungu na mbele ya watu. Ndani ya Yohana sura 4:24 imeandikwa kwamba Mungu anatafuta waabudu wa kweli, wanaomwabudu katika roho na katika kweli, na Mungu ni roho. Ndiyo maana anapaswa kuabudiwa katika roho na katika kweli. Mnajua kwamba katika mahali hapa hatusemake kitu juu ya kitu fulani, lakini na kitabu nzima na kuhusu papa wa mwisho anayetoa heshima yake ya mwisho kwenye sanamu ya Maria. Kama nabii mtume angeweza kuona hayo, naamini kwamba angeweza kufanya kama vile Ezekia aliyeweza kukamata hama kwa ajili ya kuivunja. Makusanyiko ya kiungu imegeuka kuwa kuabudu sanamu. Maabudu ya kiungu imegeuka kuwa ya kuabudu sanamu. Mbona kuisema waziwazi, watu wameingizwa katika makosa kwa jina la Kristo, lakini hiyo inapaswa kuwa hivyo. Ni lazima sana ili tuweze kutambua kwamba uamsho umeendelea mpaka tuweze kufika kwenye kiwango au kwa mwisho sasa, mbele ya kurudi kwa Bwana, kanisa la Yesu Kristo liweze kurudia tena katika hali yake kama vile ilivyokuwa kwa mwanzo ndani ya Kristo wa kwanza. Turudi kwa maneno yetu, mstari wa 5, Marko sura 2. Yesu akiona imani yao alisema kwa mtu mwenye kupooza, mwana, dhambi zako zimesamehewa. Mstari wa 6. Lakini waandishi fulani walioketi kule wakibishana katika mioyo yao wakisema. Mstari wa 7. Mtu huyu anasema maneno gani? Anatukana Mungu. Nani anayeweza kusamehe dhambi ila mmoja tu, ndiye Mungu? Mstari wa 8. Mara moja Yesu alifahamu kwa roho yake ya kuwa wanafikiri hivi, akawaambia, kwa sababu gani munabishana vile katika mioyo yenu? Mstari wa 9. Nini inapita nyepesi au kusema kwa mtu mwenye kupooza, dhambi zako zimesamehewa, au kusema simama, ukamate kitanda chako utembee? Moja haiwezi kuchunguzwa, lakini ingine ndiyo. Kama unaweza kusikia neno la kwanza na tunaambia kwamba dhambi zako zinasamehewa, nani anayeweza kuchunguza kwamba kitu fulani kinafanyika katika nafsi yao? Hapana. Lakini tunajua kwamba wakati Bwana anapoyasema, hiyo inafanyika, hata kama hatuyaoni kwa macho yetu au kama hatuwezi kutaka kuyachunguza, lakini kwa ajili ya kushuhudia kweli ya yale ambayo yanayofanyika kwa ndani, Bwana aliweza kuleta pia salama kwa ndani na kwa nje, na akauliza hapa, ni kitu gani kilicho nyepesi kusema, dhambi zako zinasamehewa, au simama, kamata kitanda chako na urudi nyumbani kwako? Kwetu sisi sote ni vyepesi kwamba kama mhubiri wa habari njema naweza kuambia mtu mmoja dhambi zako zinasamehewa. Hiyo inawezekana, lakini kama naweza kuambia mtu fulani anayelala kwenye kitanda, kamata kitanda chako na rudi nyumbani kwako,
hiyo itakuwa kama vile ni vigumu. Ulimi wangu utakuwa kama vile unafungwa. Kwa Bwana wetu hayo mbili ilikuwa moja, ilikuwa nyepesi. Alikuwa na uwezo ya kusamehe dhambi, alikuwa na uwezo ya kuponya wagonjwa, na angali na hizo nguvu tena leo. Alisema kose, inaomba kusoma tena hiyo ili sote tuweze kujua kwamba ni hivyo, kwamba inaandikwa hivyo ndani ya Biblia. Alisema wakati wa kutumwa kwa kwanza ile ya wale 10 au tena ile 17, lakini hapa nataka kusoma kutumwa kwa kwanza ndani ya Mathayo sura 10 mstari wa 6. Mathayo 10 mstari wa 6. Mathayo 10 mstari wa 6. Lakini zaidi kwendeni kwa kondoo wapotevu wa nyumba ya Israeli. Mstari wa 7. Na mkikwenda hubirini mkisema ufalme wa mbinguni ni karibu. Mstari wa 8. Ponyesheni wagonjwa, fufueni wafu, safisheni wakoma, toweni pepo wachafu, mulipokea bure, toweni bure. Hiyo ni sehemu ya utangazaji wa habari njema. Hiyo ni sehemu yake, na kama vile tulivyoweza kuyasikia vizuri jana jioni, ilikuwa ni ajabu sana wakati mtu wa Mungu aliposema kama mtu fulani anaweza kuja kuniona na kuniuliza ili niweze kumponya, ningeweza kujibu siwezi kuponya. Na kwa sababu gani mtu wa Mungu hawezi kuyafanya? Kwa sababu Bwana alishaka kuyafanya yeye. Siwezi kurudilia yale ambayo shakafanya. Alituokoa, alitusamehe, alituponya. Tuna kazi ya ukombozi iliyotimilika na kumalizika. Sisi kama wahubiri wa habari njema wa neno tunaambiaka tu watu yale ambayo Mungu alishaka tayarisha na yale ambayo ashakafanya. Tunaweza kusema tukiambia wale wanaoamini kwa moyo wao wote kwamba Mungu alishaka wasamehe ndani ya Kristo. Msamaha ulishaka kupewa, na sio kama vile kwa samahani, kama vile katika shirika la dini la Roma mali wanakiri na mtu anasamehe mwingine. Sasa mtu anauliza, nani anasamehe wale wanaosamehe wengine? Nani ambaye anawasamehe sasa? Na kwa mwisho waliweza kuweka hiyo mamlaka yote, na swali hii kaulizwa, sasa nani anayesamehe yule mkubwa wao? Kwa maana ni wao ndio walio na makosa mingi katika hii habari ya kanisa. Nani atakayewasamehe? Mnaona, sio watu wanaosamehe, ni Mungu ndiye anayesamehe. Lakini wakati tunapotangaza habari njema, tunatangaza msamaha ambao Mungu aliyotupatia sisi sote kwa neema, na mtu anaweza kuamini, anaweza kuyafanya mazoezi na anaweza tu kushukuru Mungu. Hapa ndani ya Marko 2 naamini kwamba tulisoma hapa na tuna ufunzo nzuri hapa. Nataka kuisoma kose na kwenye mstari wa 10 pia. Marko 2 mstari wa 10. Tumalizie hapa. Basi ili mfahamu mwana wa mtu ana amri kusamehe dhambi katika dunia. Pale alimwambia mtu mwenye kupooza. Mstari 11. Ninakwambia, simama, ukamate kitanda chako, uende kwa nyumba yako. Kitu na ambayo inatembea pamoja ni haya. Inaandikwa kwenye mstari wa 10. Basi ili mfahamu mwana wa mtu ana amri kusamehe dhambi katika dunia. Kama tunasoma kwa makini sana kutumwa kwa kiungu, Bwana alisema nitawapatia nguvu juu ya uwezo wa adui, na mbele Bwana aweze kuleta amri ya mwisho ya kutumwa ndani ya Mathayo sura 28, na alisema uwezo wote niliupewa ndani ya mbingu na juu ya dunia.
na akapatia uwezo huo na mamlaka hiyo ya kiungu. Ni kusema uwezo huo wa kiungu na mamlaka hiyo ya kiungu kwa wale ambao aliyokuwa amepatia kazi ya kutangaza habari njema, ili waweze kutangaza neno lake wakiwa chini ya mamlaka yake na uwezo wake, na ili watu waweze kufanya mazoezi ya msamaha na ya uponyaji kupitia neema. Tumeelewa hii? Huu ni mwito wa kiungu ambao tunapokea, sio Paulo aliyeifanya au mtu fulani wa Mungu wa kipekee ndani ya kizazi chetu, lakini ni nguvu za Mungu ambazo zinazosindikiza utangazaji wa habari njema, kwa maana neno la msalaba ni upumbavu kwa ajili ya wale wanaoangamia, lakini kwa ajili ya wale wanaoamini ni nguvu za Mungu. Na hivyo iweze kuonekana pia kwetu kwamba sio kwamba tulitangaza habari njema hiyo moja tu, lakini kwamba Mungu aliweza kuleta hayo mambo mamoja, akiyasindikiza na kushuhudia kwamba anasamehe dhambi, anagusa pia wagonjwa na kuwaponya. Tunakushuhudia hapa kwamba kitu fulani pia kinaweza kufanyika kwa ndani, lakini ikiwa ndani au nje au hiyo mbili au kwa namna iliyo tofauti, Mungu anatenda kulingana na yale ambayo tunayohitaji sisi sote. Ndani ya hali yote ni kweli kwamba Bwana katika wakati ule kama vile wakati huu haache neno lake liweze kurudi bila matokeo, lakini analishuhudia. Tuseme kwa kumalizia, watu walikuwa wamesikia kwamba Bwana alikuwa amerudi, walikuwa wakijua mahali ambapo alikuwa, na kundi ya watu ikakusanyika, na wale ambao walikuwa wamekwisha kufanya mazoezi ya Mungu na walikuwa wakijua yale ambayo alikuwa na uwezo wa kufanya, hawakuleta tu mtu fulani au kuweza kuleta mtu ambaye aliyekuwa na maumivu ya stoma tu, magonjwa nayo kuja na kwenda, lakini walileta mtu aliyekuwa katika hali mbaya, mtu aliyekuwa amepooza, aliyekuwa kilala kwenye kitanda. Mtu yule ndiye ambaye walileta. Walikuwa na imani na walitaka ili Bwana aweze kushibiwa na kutukuzwa. Walileta hali mtu aliyekuwa katika hali mbaya, hali ngumu sana. Sisi kama vile wanadamu, kama vile tunaweza kuwa na tunaweza kuchagua hali iliyo nyepesi ili tuweze kuleta akose hali ya kufurahia, lakini kwa Mungu yeye anafanyaka iliyo tofauti. Tena zaidi huzuni ni kubwa, na tena zaidi hali inakuwa ngumu sana, lakini Mungu anajua, yeye mweza yote. Hakusema kuna kitu kinachoweza kushindikana kwa Mungu, na tuwafanya vema wakati wote kuweza kunyanyua macho kwa mbingu na kusema Bwana muumba wa mbingu na dunia, wewe uliyeweza kuleta mambo yote kupitia neno lako la uwezo, dunia yote nzima, mbingu yote nzima, na kama unaweza kutamka neno leo hapa sasa, hayo yatafanyika. Kama unasema ukiambia kipofu ona, na hapo kipofu ataona. Kama unaambia aliyepooza pona, naye atapona. Neno la Mungu ni neno la Mungu, nalo linatimiza yote ambayo nililotumwa. Kila wakati ninaposikia mahubiri ya ndugu Branham, ninakuwa na furaha na ninahuzunishwa pia. Nafurahi kuona jinsi Mungu aliipata mtu ndani ya kizazi chetu, chombo chepesi ambayo aliweza kutumikisha na kubariki mtu ambaye alikuwa akiona maono kama vile manabii. Sitasahau kamwe siku
nilipokaa mbele yake, na tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 1962 akarudilia neno kwa neno yale ambayo Bwana aliyokuwa ananiambia tarehe 2 mwezi wa 4 ya mwaka ule. Niliweza kuona, na sio kwa nafsi yangu na si kwa roho yangu au kwa mwili wangu, lakini pia niweza kuwa mshuhuda wa yale ambayo Mungu alikuwa akimtumikisha. Hiyo ilinjaza furaha na shukurani kuona jinsi Bwana Yesu Kristo sio yule tu mmoja, lakini kwamba anajifunua kwa namna moja kama vile yule na kama vile alivyoshuhudia kweli ya neno ya habari njema. Naamini kwamba sisi sote tungali katika huzuni kuona jinsi hatujaweza kusema kwetu kwamba kujeni, Bwana amerudi katikati yetu. Mulete wanaochechemea, mulete vilema, waingize wote, kama vile inaandikwa ndani ya Mathayo sura 22, kwa maana hiyo ndiyo mwito wa mwisho. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni waalikwa walioitwa wakaleta masababu. Mmoja alikuwa amenunua shamba na hangeweza kuja, mwingine alikuwa amekwisha kuoa, hangeweza kuja. Kila mtu aliweza kuleta sababu yake, na Bwana akahuzunishwa sana kuona jinsi, akakasirika, akasema, karamu ni tayari, meza imejaa, na walikwa wale ambao waliokuwa wamealikwa hawakuja. Mwende basi ndani ya barabara, katikati ya barabara kubwa na katika vibambazi, mwalike wale wote ambao walio huko, muwaite wema na wabaya, na tazama chumba kikajaa waalikwa. Acha basi aweze kupendeza Bwana ili aweze kurudi ndani ya kanisa lake na aweze kujulikana kwamba yeye amerudi tena. Unajua kwamba kupitia neno lake ashaka kutuzungumzia, tunasikia uwepo wake tena na tena, lakini hatujaweza kutosheka. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya yale ambayo ashakafanya, na tunangoja kwa hamu kubwa yale ambayo atakayofanya tena. Ni hapo sasa, wakati tukapoona matendo ya mitume yakitimilika tena mbele ya macho yetu, ndipo tutaweza kutoa sauti ya shangwe na ya furaha, na tutaweza kushangilia ahadi tulipewa ndani ya neno la Mungu, na tutaiona ikitimilika kwa neema. Kwa maana wakati wote tunapoweza, kwa sababu tunaweza kusema leo Mungu anakuwa macho juu ya neno lake kwa ajili ya kutimiza kwa namna yote, ikiwa kwa ajili ya Israeli, kwa ajili ya mataifa, kwa ajili ya hali yote ya kidini au ya kisiasa, kwa namna yote inayowezekana. Mungu anakuwa macho juu ya neno lake, na naye atalitimiza. Tunaweza nasi pia kuyaona tena upya, na pia nguvu za ufuko wake, tuweze kufurahi na tuweze kualika wengine pia, ili waweze kuishi pia mazoezi yao pamoja na Mungu. Acha siku hii na kipindi hii isiweze kuwa ya kusikiliwa tu, lakini tuweze kuwa tumeonywa pia, na tuweze kuja kwa Bwana tukijua kwamba yeye yuko hapa kwa ajili ya kuambia, o nafsi pendwa, kwa namna iliyo yako mwenyewe, msichana wangu na mwana wangu, upone, uliokolewa. Na tunaamini kwamba yeye iko na uwezo wa kuyaahidi, naye iko hapa. Yeye ni mwaminifu na wa kweli. Jina lake takatifu lisifiwe. Amina. Tusimame na tuabudu. Baba ya mbinguni, ni kwa imani ndiyo tunakuja mbele ya uso wako takatifu kwa ajili ya kushukuru na kuabudu.
Bwana, neno lako la unabii linang'aa kama vile taa inayong'aa ndani ya mahali pa giza. Tunaona kwamba ni mwisho wa wakati na kwamba mambo yote yanaongozwa mpaka utimilifu wake na kwa mwongozo wake, na kuja kwako imekaribia. Bwana mpendwa, tunakubalishwa kwamba hapa karibu mahubiri ya mwisho yatahubiriwa, kwamba mwito wa mwisho utasikilikana na wa mwisho wataitwa kuingia, ili kulingana wa Roma 11:26 ujao hesabu itajaa. Bwana mpendwa, tunaomba pamoja kwa ajili ya wale wote ambao walionyesha mikono yao. Unajua mahitaji zao, huzuni zao. Unajua kama ziko katika hali ya ugonjwa au ya kiroho au ya mwili au ya kiakili. Uliweza kutimiza ukombozi wa ujao unaokuwa ndani mwanadamu wote kwa ujumla. Tunakuomba sasa, Bwana mwaminifu, shuhudia neno lako. Tunaamini kwamba ni vyepesi kwetu kusema kwamba dhambi zako zinasamehewa kuliko kusema kamata kitanda chako urudi nyumbani kwako. Lakini kwako Bwana, wewe mambo yote inakubaliana, yote inastahili. Wewe ni mweza yote, mwaminifu na wa haki. Wewe hauna oga. Neno lako ni neno lenye uwezo yote. Ukisema kwamba udongo zae majani, ukisema kwamba nuru ionekane katika anga, yote inayosema inatimilika. Wewe ni Mungu mweza yote. Leo sema wale ambao wanaohitaji msamaha, mwana wangu, msichana wangu, dhambi zako zimesamehewa. Waamini sasa kwa moyo wao wote kwamba hayo yalitimilika kulingana na neno lako. Pia wale ambao walio wagonjwa, wanaokuwa na ugonjwa fulani ambayo waganga hawezi kuponya, waweze kuamini sasa kwamba una uwezo ya kuweza kuambia, mwana wangu, msichana wangu, ulishaka pona Bwana. Hata pia wale ambao walio katika hali ya kufungwa na ambao hawawezi kujifungua wao wenyewe, wale wanaofungwa, wanaokuwa kama vile watumwa, Bwana mpendwa, imeandikwa ndani ya Isaya 61 na ndani ya Luka sura 4, Roho ya Bwana Mungu iko juu yangu ili nitangaze ufungulivu kwa wale wafungwa. Bwana, tunasikia uwepo wako uko katikati yetu, ili ushuhudie neno lako kama vile ni kweli ndani ya wale wote wanaoliamini. Sasa hatukusikia mtu, ilikuwa ni neno lako takatifu. Tunakuomba sasa, geuza uso wako mpaka kwetu Bwana, utupatie msamaha wa ujao, utakaso na usafishwa, tuweze kushikwa kwa Roho wako mpaka kufanywa upya na kwa kuzaliwa upya kupitia Roho Mtakatifu. Tufanye tupate sehemu kwa tabia yako ya kiungu Bwana. Tungali kwenye dunia hii, tunapaswa kupigana na uadui wingi. Tunaweza kupita pia ndani ya majaribu mengi, lakini nafsi yetu inaimba. Tunakusifu o Bwana, kuona gisi
uliweza kuwa na unabaki kuwa wa rehema kwa ajili yetu, mpaka tuweze kutoka katika imani tukiona tuliamini. Mungu mwaminifu, acha wale wote walionyosha mikono yao au ambao hawakuweza kuinyosha, lakini wale ambao waliweza kugusa moyo waweze kuwa na uhakika tangu sasa kwamba msamaha umepewa kwao kupitia wokovu iliyotimilika hapo Golgotha, iliyotimilika hapo Golgotha, kupitia ukombozi uliotimilika hapo Golgotha. Bwana Mungu mwaminifu, tunaombea nchi yetu kwa ajili ya Ulaya yote mzima, kwa ajili ya ulimwengu mzima. Uweza kutikisa tena mara moja mbingu na dunia, na uweza kutimiza tena mambo makubwa na ushuhudie neno lako Bwana. Fanya ili tuweze kuishi nasi pia siku ambayo tunaweza kualika pia watu, na pia hata watu walio na mashida kubwa, tukiwa na uhakika kwamba mahali ambapo wewe unaweza kufanya yote. Sasa ugonjwa ni nini? Kifo ni nini? Na kuzimu ni nini mbele yako? Ulishinda yote na kumaliza yote. Wewe ni mshindi wa Golgotha, ulifufuka toka wafu siku ya tatu, na ulisema ninawapatia uwezo juu ya nguvu zote za adui. Utupatie neema ya kuweza kuyakubali katika imani na kuweza kuyaishi pia tukikutumainia. Ninakupatia wale wote ambao waliokutakasia maisha yao, uwapokee, kwa maana imeandikwa, wale wote ambao waliokupokea uliwapatia uwezo ya kuwa wana wa Mungu, wale wanaoamini jina lake. Tunaamini, na ndiyo maana hiyo ilitimilika kwa ajili ya utukufu na sifa ya jina lako. Tunakusifu kwa ajili ya hiyo katika jina la Yesu. Amina.